Ofisa habari wa klabu ya Tabora United mwanadada Christina Mwagala amemjia juu Ali Kamwe na kumpa masaa 24 ili aweze kuomba radhi baada ya kutoa kauli tata dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye anafahamika kama Paul Chacha. Mara baada ya meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe kusema kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha kuelekea mchezo wao dhidi ya Tabora United siku ya kesho atachacha kweli kweli. Kauli hiyo haijamfurahisha afisa habari wa klabu ya Tabora United Christina Mwagala ambaye amemjia juu Ali Kamwe na kumtaka aombe radhi, yani aombe msamaha. Namnukuu akisema, "Naomba mamlaka husika za mpira wa miguu na kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kulichukulia hatua jambo hili. Bodi ya ligi hawajawahi kusema wasemaji tutukane viongozi, na nampa masaa 24 Ali Kamwe amuombe msamaha mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha." Na nampa masaa 24 Ali Kamwe aombe msamaha na muombe msamaha mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kuna kauli ambayo mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Kamwe alizungumza kuhusiana na mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ambaye ni mlezi wa timu ya Tabora United. Lakini pia sio tu kuzungumza, lakini alizungumza kauli ambazo hazikuwa na afya katika mpira wetu wa Tanzania. Kitu ambacho labda watu hawakifahamu ni kwamba Paul Chacha Matiku, mkuu wa mkoa wa Tabora, ni mlezi wa timu ya Tabora United. Sasa leo hii anapokuja msemaji ambaye ni level ya chini sana, mkuu wa mkoa ni status kubwa. Sawa, tunapozungumzia mkuu wa mkoa ni status kubwa. Yule ni mteule wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na yule tunaweza tukasema kwamba ni mwakilishi wa rais katika mkoa wa Tabora. Na hata hao mashabiki ambao walikuwa wanazungumza nao ni mashabiki wa Yanga lakini wanaishi Tabora. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora. Ambapo hao mashabiki wa Yanga ambao walikuwa jana pale wakizungumza zile sentensi kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano, ni mkuu yani ni sehemu ambayo wao wanaishi katika mkoa wake. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, sisi kama club hatujafurahishwa na kauli zake. Hatujafurahishwa na kitendo ambacho amekizungumza cha kumzailisha mkuu wa mkoa wa Tabora. Ishi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kutoa bonus, hiyo ni business as usual. Na hajatoa bonus kwa mechi ya Yanga. Mechi ya Simba alizungumza kabisa akasema Tabora mkimfunga Simba natoa milioni 50. Lakini hatukumuona afisa habari wa Simba akienda kumshambulia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kauli ambazo alizungumza. Hatukuona hicho kitu. Lakini ni ajabu kwa mkuu wa idara ya habari wa Yanga kwenda kumshambulia mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu tu amezungumza kauli ambayo imekwenda kutoa hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kuzungumza kwa niaba ya klabu, cha kwanza tumesikitishwa na hatujafurahishwa na kauli ambazo amezungumza, kwa sababu yeye kwa level aliyokuwa nayo Ali hana level ya kuzungumza maneno machafu kwa mkuu wa mkoa, hana. Na sidhani kama Yanga inaajiri watu kwa ajili ya kwenda kutukana wakuu wa mikoa. Na sidhani kama Ali Kamwe ameajiriwa na Yanga ili akija kwenye mechi ya Tabora aje amtukane Paul Chacha Matiku. Sidhani kama Yanga walimwajiri kwa kazi hiyo. Yanga wamemwajiri kazi ile, ninaamini maafisa habari tunaajiriwa kwenye hizi idara kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa taarifa. Mimi sikumbuki kama kuna siku ambayo niliwahi nikasimama kwenye vyombo vya habari nikazungumza kitu chochote labda cha kumharas au cha kumtukana au cha kuzungumza kauli ambazo sio nzuri kwa rais wa Yanga na maanisha Engineer Harris au fadhili wa Yanga kwa maana ya JSM, sidhani, au kwa makamu wa rais wa Yanga kwa maana ya Arafat, au kwa kiongozi yote yule wa Yanga ambaye ni kiongozi mkubwa katika timu ya Yanga. Sijawahi. Lakini level ya Ali Kamwe sio level ya kwenda kuzungumza maneno ambayo amezungumza jana. Kwa hiyo sisi kama club, cha kwanza tunaiomba mamlaka husika za mpira wa miguu kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuchukulia hatua jambo hili, kwa sababu hii sasa imekuwa kama ni tabia. Bodi ya ligi wanavyosema kwamba media officers tufanye kazi kwa ajili ya kuhamasisha mechi, hawajawahi kuambia kwamba maafisa habari wafanye kazi kwa ajili ya kutukana viongozi. Wao wamekuja Tabora
umekuja kucheza mechi. Fanya kile ambacho kimekuleta, hamasisha unavyoweza, lakini sio katika legacy ya kwenda kuzungumza kitu ambacho unajua kabisa kwamba yule ni mtu ambaye ana familia yake, yule ni mteule wa Mheshimiwa Rais, wananchi wa mkoa wa Tabora wote wanamwangalia yeye, wanamsikiliza yeye. Kwa hiyo wewe unapokwenda kuzungumza maneno ya kumtukana na kumharasi na kumdhalilisha, tafsiri yake ni kwamba unadhalilisha ile nafasi. Kwa hiyo mimi tunachosema kusema kwamba tumehuzunishwa na ile kauli. Hayo ni maneno ya afisa habari wa Tabora United Christina Mwagala. Maoni ya watu yamekuwa mengi sana kuhusiana na hili. Huyu akisema Mnyamwezi gani? Okay. Huyu mwanamke sawa. Sawa. Sasa sijajua ni kitu gani ambacho kinaendelea, watu wengi wakivutia kwao. Lakini huyu anasema kwamba hapo msichanganye siasa na mpira. Ally Kamwe amemjibu mkuu wa mkoa kwa kuzingatia utani wa soka, lakini nyinyi mnaleta protocol za kiserikali. Hii imekaaje? Nione maoni yako kwenye comment, itakuwa swadakta sana. Mimi naitwa Comic Cliff, msema chochote. Nimesema chochote kitu kumhusu Christina Mwagala, afisa habari wa Tabora United, kumpa masaa 24 Ally Kamwe aweze kumuomba msamaha mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, baada ya kusema kwamba siku ya kesho huyo Chacha atachacha kweli kweli.